Ndugu zangu wapendwa, somo la kwanza ambalo limetoka kitabu cha Matendo ya Mitume, tunasikia simulizi juu ya changamoto iliyowakabili Wakristo wa kwanza, hasa katika swala lihusulo huduma kwa wajane. Kama ambavyo tumesikia, Wayahudi wa Kiyunani walilalamika kwa sababu wajane walisahauliwa kuhudumiwa, wakalalamika changamoto hiyo. Changamoto hii ilitokana na uwepo wa udhaifu ndani ya jamii ya Wakristo wa kwanza. Lakini kwa upande wa pili, inaonyesha jinsi nguvu ya Mungu inavyoshinda udhaifu wa kibinadamu. Nguvu ya Mungu inashinda udhaifu wa kibinadamu. Uhitaji huo wa Wayahudi wa Kiyunani unageuka kuwa nguvu yenye suluhisho la maana na la kudumu kwa mustakabali wa kanisa zima. Kanisa zima nageuka sasa kuwa suluhisho la kudumu la maana kwa mustakabali wa kanisa zima. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii, wale mitume waliwaita wanafunzi wale, wakawaambia kwamba chagueni miongoni mwenu watu 7 wenye sifa njema, wenye hekima na wenye Roho Mtakatifu. Chagueni miongoni mwenu watu 7 wenye sifa njema, wenye hekima na wenye Roho Mtakatifu. Sasa ulichagulia tu. Hii huashiria juu ya uwepo wa daraja au cheo cha ushemasi katika sakramenti ya daraja takatifu ndani ya kanisa. Ndio mashemasi wa kwanza kabisa. Kitabu cha Matendo ya Mitume ambayo tumesikia, walichaguliwa watu 7 wenye sifa hizo. Ambao ni wadhifa wa kiroho, si kwa ajili ya mamlaka ya kuhukumu, bali kwa ajili ya huduma. Zangu mashemasi, si kwa ajili ya mamlaka ya kuhukumu, bali kwa ajili ya huduma. Waliochaguliwa wale 7 ni kwa ajili ya huduma, sio kuhukumu. Wale mamlaka wahudumie. Kwa hiyo hawa mitume kuwachagua ili waweze kuwahudumia wale wajane ambao walikuwa wamesauliwa. Waliwawekea mikono ili wawe wahudumu. Hawa mashemasi mitume waliwawekea mikono, waliwaombea wawe wahudumu, ili wao sasa wabaki na ile kazi moja tu ya kuhubiri na kusali. Wakawekea mikono. Tendo hili la kuwawekea mikono na kuwaombea lilidhihirisha imani thabiti kwa Mungu, uwepo wa nguvu ya Yesu Kristo mfufuka na utendaji wa Roho Mtakatifu katika kanisa na jumuiya ya waamini. Na hivyo wapendwa, kutokana na utimizaji wa wajibu na ushirikiano katika kanisa la mwanzo, neno la Mungu lilienea na walio wengi waliipokea imani. Kama tulivyosikia katika somo lilivyokuwa linasomwa pale mwishoni, wengi wakaongezeka walioamini, wakaipokea imani. Wengi waliamini. Kwa sababu gani? Mitume waliwashirikisha huduma wengine. Na sisi hapa tunapata fundisho pia kwamba unapokuwa na nafasi fulani, washirikishe pia wenzako utume huduma, usikae nao peke yako. Nasi tunapata mwaliko huu katika kanisa la sasa juu ya kutimiza kikamilifu wajibu wa kusali na kuhubiri neno la Mungu, tukishirikiana na wenzetu kwa ajili ya manufaa ya kanisa zima. Somo la pili, ndugu zangu wapendwa, tunadokezwa juu ya Yesu Kristo anayefananishwa na jiwe lililokataliwa na waashi, lakini kwa Mungu ni teule lenye heshima. Na kupitia jiwe hili, yaani Yesu Kristo, wokovu wa mwanadamu unatimilizika. Jiwe lililokataliwa na waashi wanadamu, jiwe lililo hai ambaye ni Yesu Kristo, wakamkataa, lakini kwa Mungu ni teule lenye heshima. Na kupitia jiwe hili wokovu wa wanadamu unatimilizika. Kumbe kupitia kwa Yesu Kristo wokovu wetu unatimilizika, ndugu zangu wapendwa. Katika somo hili pia tunasikia juu ya hadhi 4 tupewayo Wakristo wabatizwa. Hadhi 4 tupewayo Wakristo wabatizwa. Tunasikia somo hili la pili
Kwanza kabisa hadhi ambayo tunapewa sisi Wakristo wabatizwa, ya kwanza ni uzao mteule. Tunapobatizwa, ndugu zangu wapendwa, sisi tumekuwa uzao mteule. Uzao mteule. Kuashiria majaliwa ya ushiriki wa Wakristo yanayoanzia na uteuzi wa kimungu. Waraka wa Mtume Petro kwa watu wote. Ninyi ni uzao mteule. Kuashiria majaliwa ya ushiriki wa Wakristo yanayoanzia na uteuzi wa kimungu. Ninyi ni ukoo wa kifalme, kuashiria kushirikishwa ukasisi wa Yesu Kristo, kuhani mkuu, katika kazi ya kutakatifuza taifa la Mungu ili kufikia uzima wa milele. Kuhani wa kifalme, taifa takatifu, huashiria kwamba kwa njia ya ubatizo Wakristo wanatengwa kwa ajili ya mambo matakatifu. Nilipokuwa napitia nikawa nimemshukuru Mungu. Jana tulipokuwa tumeanza mafungo yetu ya mwezi, tumeambiwa kwamba sisi tumetengwa. Mungu ametutenda na tukatengwa. Tumetengwa kwa ajili ya kazi maalum ya Bwana. Ndio maana tukaambiwa kwamba sisi tupo hapa tunasali. Sisi hapa tupo kwa mafungo, wengine wapo kule unasema leta moja baridi moja moto. Kumbe sisi ni taifa takatifu ambao tumetengwa kwa ajili ya mambo matakatifu. Watu wa miliki ya Mungu hutokeza juu ya sakramenti ya ubatizo ambayo waletea Wakristo katika umoja mpya unaofikiwa kwa njia ya Kristo, na hivyo kuepuka kujihusisha na yale yote yanayoweza kutufanya tusiwe waaminifu na waadilifu katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Watu wa miliki ya Mungu, sisi ni watu wa miliki ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa sana, katika somo la Injili Yesu anaoimarisha mitume wake katika imani thabiti isiyo na mawaa, imani isiyoyumbishwa baada ya kufadhaishwa na habari ya yale yatakayompata. Maana yake tukirudi nyuma kidogo pale sura inayoishia ile iliyotangulia, na kwamba Yesu anamwambia Petro, wewe utanikana. Hapana Bwana, mimi nitaandamana na wewe popote utakapoenda. Wewe utanikana. Kabla jogoo hajawika utanikana. Yuda atamsaliti. Soma katika ile misale hii ya waamini ndogo tu ya kawaida, utaona pale juu pale wameandika kwamba hivi walifadhaishwa kwa sababu ya uhaini wa Yuda. Uhaini wa Yuda wameandika, walifadhaishwa mitume. Yesu anawaimarisha kwa sababu wamefadhaishwa sasa kwamba Yuda anamsaliti. Yuda atamsaliti. Petro atamkana. Yesu ataondoka. Anawaambia kwamba yeye msifadhaike, mimi ni njia, ukweli na uzima. Mimi ni njia, ukweli na uzima. Njia, yani kumwamini yeye na kuijua njia iongozayo kwenye uzima wa milele, kwani ndiye ambaye ametufunulia njia ya kumfikia Baba. Kwa na tafakari hapa njia, anza kuwaza kwamba kwa nini Yesu alitumia neno njia? Kwa nini asiseme mimi ni barabara? Kwa nini asiseme mimi ni upenyo? Kwa nini asiseme mimi ni kichochoro? Kwa nini akasema njia? Njia inabeba yani ile maisha mazima, maana yake maisha ya Yesu, kila kitu yeye njia. Ukifata maisha yake, ukaishi anavyotaka Yesu, ukaishi kadri ya mafundisho yake, utafika mbinguni, kwa sababu yeye ndio njia. Msifadhaike na haya, mimi ndio njia. Ukiiga ambayo nilikuwa natenda, ukayatenda na wewe, ukashika imani thabiti, ukamtumainia Mungu, ukiniamini mimi, utafika katika uzima milele. Akasema mimi ni ukweli. Yaani yeye ndiye neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Ni mwana mwaminifu wa Mungu anayemdhihirisha vizuri Baba na kumfanya ajulikane vema. Na hivyo Yesu Kristo ni mwalimu ambaye daima huwafundisha watu. Naye daima hutufundisha dini ya kweli. Mafundisho yake ni ya kweli daima. Yeye ni ukweli. Yeye ni uzima. Yaani yeye ni roho atoaye uzima. Tukirejea Injili ya Yohana sura ya 6 aya 63. Adamu mpya
Naelezea yeye ni uzima, hiyo sura ya 6:63. Yeye ni roho atoaye uzima. Adamu pia aliye na ukamilifu wa uzima wote, mkate wa uzima, ambaye hutugawia uzima wa Baba kwa kutustahilisha uzima wa milele mbinguni. Ndugu zangu wapendwa sana, katika Dominika ya leo tunaendelea kualikwa kwamba katika maisha yetu tuendelee kusimama katika njia, ukweli na uzima, ambao tuendelee kusimama daima katika Yesu Kristo, katika mafundisho yake, hata pindi ambapo daima tunakumbana na changamoto na mahangaiko ya kutafuta njia sahihi ya kumjua na kumfikia Mungu, lakini daima tuendelee kubaki kwake, kwa sababu yeye ndio njia, ukweli na uzima, na kupitia yeye tutapata uzima wa milele. Mahangaiko haya ya kidunia hutupelekea kukosa msimamo katika mwenendo wetu wa maisha ya kiimani, na hivyo tunaweza kutangatanga katika imani na wakati mwingine kuacha kabisa imani yetu. Mahangaiko ya kidunia tukimsahau kama yeye ni njia, ukweli na uzima, na kuvumilia yote kwake, tunaweza kusahau kabisa imani yetu. Tufahamu kwamba Yesu Kristo leo atufungua macho na kutuonyesha kuwa kuishi kama yeye alivyoishi na kadiri ya maagizo yake ndiyo njia sahihi na ya ukweli kuufikia au kuupata uzima wa milele. Kuishi yeye kama alivyoishi ndiyo njia sahihi na ya ukweli kuufikia na kuupata uzima wa milele. Kwa maana lazima tuangalie kwamba wewe njia yako inakuongoza kwenda wapi? Njia yako unapopita na kuongoza kwenda wapi? Lazima pia kutafakari, kwamba tuweke hatua ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anaweka hatua. Yesu Kristo anaweka hatua kwenda hivi, wewe unaelekea kwenda hivi, utaelekea katika uzima wa milele. Lazima tufuate Bwana wetu Yesu Kristo anapopita, mafundisho yake, tunavyoambiwa juu ya ukweli wa imani yetu. Pia tufahamu kwamba magumu, matatizo, shida na mateso ni sehemu ya maisha yetu ya Kikristo, kwani yeye aliye njia, ukweli na uzima alikabiliana nayo hata akakubali kufa msalabani ili apate kuyatimiza mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Lakini usiyasababishe magumu, matatizo, shida na mateso wala kuyatafuta. Unatafuta mateso, unasema ni nahangaika kwa sababu natafuta ya kwenda mbinguni. Umehangaika, umeyatafuta wewe mwenyewe. Usitafute shida, matatizo na yatafuta, hapana. Usiyatafute. Lakini tusiyasababishe magumu, matatizo, shida na mateso wala kuyatafuta, kwani kufanya hivyo tutakuwa kinyume na mapenzi yake. Tusiwe na mashaka wala wasiwasi tunapopata magumu au mateso na kuona kama tumepotea njia, bali tujitahidi kuyaweka yote katika Kristo na kujiaminisha kwake yeye aliye njia, ukweli na uzima, ili mwisho wa maisha yetu hapa duniani tuweze kumlaki Bwana katika uzima wa milele. Msifu Yesu Kristo.